Wacha tusikize neno la Bwana. Sijui nitaanza na gani. Nitaanza na kitabu cha Judges, Waamuzi, Judges chapter 6. Na leo ninaongea kuhusu demonic economical sabotage. Yani kuna wakati unaweza kuwa attacked kwa eneo la kifedha. Na nitasema kitu kimoja before I even read the scripture I want to read, the book of Judges chapter 6. But before I read, I would like to remind you, in my study ya Biblia nimekuja kugundua there are different kinds of poverty. Of course, mtu yote Biblia inaonyeshana kuna aina nyingi za nitaita umaskini lili ama nitaita aje sasa. Wakati you are not doing very well materially, inawezekana ni juu wewe ni mvivu, you are not a hard worker. The Bible shows that a little slumber, a little folding of the hands to rest, then poverty will attack you like an armed robber. Ati ukiwa mtu wa mazoea ya kulala na kusema a little folding of the hands to rest, inamaanisha you are not the kind of person that makes decisions for the moment. Wewe ni mtu mwenye uko na delay na procrastination, you will end up poor because opportunities will pass you. That will happen not necessarily because there is a devil in the world, but it will happen because you are not skilled in life. Jina Bwana libarikiwe. Number 2, kuna aina ya poverty hukuja kwa sababu ama iko kwa sababu mimi nilizaliwa kwa maeneo maskini. Si mimi nilifanya kitu, si kwamba sifanyi bidii, lakini bidii yangu na ya mwingine yangu itachelewa kidogo kwa sababu nimejikuta mahali already hakuna nini? Hakuna rasilimali. Rasilimali ni resources. Ikajuruhete rasilimali. Jina Bwana libarikiwe. Ndio nimezaliwa mahali hakuna resources. Hakuna rasilimali. Kwa mfano, mtoto akizaliwa maeneo hizi tunaitaka first world na mwingine azaliwe hapa Africa, they can't start at the same pace. Yani ni kama kuambiwa on your marks na yule mnashindana naye ako huko, ako karibu na finishing line, alafu mnaambiwa go. Si most likely lazima atashinda. So some people start life from such an advantage. Anakuta already kuna watu walikuwa mbele yake, waling'ang'ana, walifaulu, walifanya, wamemwanzishia, anakuja anaanza mahali pa juu. Wakati wewe una invest 10,000, huyu anaweza invest 10 million. Siona mwezi ishikana. So haimaanishi uko na laana, haimaanishi umekuwa attacked na shetani. You just started low. There is something like that. Then there is now also demonic poverty. Na nitakuonyesha hapa kwa Biblia hapa na pale. Not Proverbs, but Judges chapter 6. Wacha tuanze na Waamuzi. Inasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka nini? Wa miaka 7. Unaona hii ni poverty mpaka iko na timeline. Kwa sababu si normal. Si poverty ile ate walilala hawakufanya kazi, hawakuwa na bidii. Si kwamba hawana opportunity, si kwamba hawakuzaliwa mahali panafaa. No. Wana wa Israeli ni walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7, verse 2. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo gome. Verse 3. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakawavamia. Verse 4. Wakapiga kambi juu yao na kuyaharibu hayo mavuno ya nchi hadi kufika Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki zozote, kondoo wala ng'ombe wala punda. In other words, Wamidiani walikuwa na assignment moja, to cripple the Israelites economically. Hawana haja na mambo yenu ya kuzaa, hiyo hawagusi. Hawana haja na mambo yenu mengine yote ile,
Kitu hawataki kuona ni mavuno. Mavuno ikianza kutokea, imagine, I mean, what kind of a demon? Wanakuja na ng'ombe zao. Na wanakuja na gamia. Wanazilisha mashamba, zikishakula zikiisha, wanazipiga wanarudi kwao. Hawaku wamekuja kazi nyingine kulisha mashamba zenyu mkue bila mavuno. Na hawafanyi hivyo kwa kujitakia. Wameinuliwa kama mkono wa kutiisha wa Israeli kwa sababu wamemkosea Bwana. Wacha niwaambie kitu. Unaona hata wakati unaona a certain tribal race or people are rising, ni kwa sababu kuna kitu wamejiorganize nacho kiroho. Israelites hawakuwa wanafaulu bereni kwa sababu ni hard working. No, apart from being hard working, the favor of God was upon them. God was helping them. Then this time when they did evil in the eyes of God, Mungu akaacha kidogo mkono wa Midiani uwareme. Together with their hard work, together na masomo yao, they were impoverished. Jina Bwana libarikiwe. Well, ninasikia watu wanasema, pastor nashikaga pesa sijui inaendaga wapi. Na sababu nawaambia msiseme hivyo, ninajua wewe si kirana uko naye. Hata hujatakiwa. Hapa siongei kuhusu, niangalieni, siongei kuhusu the normal bills of life. No. Everybody must pay bills. Even this church we pay bills. For us to be able to have services here on Sunday na Wednesday, lazima tulipe bills. Wakati kwa mfano mimi nina earn 20,000, ninaishi kwa nyumba ya 6 ama 7,000, lazima nikule chakula. Ukikuja na hiyo mshahara ugawane mahitaji ishe, usiseme umelaniwa. Usiseme shetani amekuataka hujatakiwa. Usiseme nashika pesa sijui inaenda wapi, inaenda kwa hizo mahitaji. That's the truth. Mimi siongei kuhusu hiyo. Ni vizuri tuondoe confusion. Jina Bwana libarikiwe. Abia mwenzako pesa yako inaendaga kwa house rent. Ama unataka tuwaombe maombi ya kuishi nyumba za nyewe bure? As long as unaishi kwa nyumba ya mtu si utalipa. Inalipwa na pesa. So sasa mtu mwerevu unaangalia pesa yako, unajipanga na mahitaji kulingana na pesa ya. Usiende kwa mfano kuishi nyumba zaidi ya mapato yako. Utaumia. Unless umeenda huko by faith. Nayo kama ni faith, usiseme nashika pesa sijui inaenda wapi. Sasa hiyo si imani. Hiyo ni confusion. So kama unalipwa shilingi tuseme 20,000, unahitajika uishi nyumba ya pesa ngapi? Kaimutialia mat ona kwalia mutiko hata kuongea. Kuna watu wanasema 5,000, hata mimi ningekubalia usipite 5,000. But kuna mtu analipwa 20,000, nyumba ile anaishi ni 8,500. Wewe lazima utaanza kusema hapa generation okas. Hauna generation okas. Toka nyumba ya bei. Na sasa watu ina yako ndio wanaomba sana Yesu arudi. Come thou Lord Maranatha. Kwa sababu ya vile kumekuwa kugumu. Mungu anataka tuishi maisha number 1 kwa akili kubwa. Mungu hataki niokoke nikue bila reason. No wonder he keeps saying come let us reason together. Juu hata baada ya kutuokoa hakutunyang'anya kufikiria. Jina Bwana libarikiwe. Hata kuna mtu aliniambia nataka kununua gari, nikamuadvise aache. Juu ataaguka economically. Gari ya kujibeba yenye haileti faida si ya mtu anasago. Umudiko maundu mega. Si pia mambo mazuri. Unawezaje nunua gari yenye itaanza kukuitisha mafuta, inataka service, inataka insurance, you know? Kidogo kidogo iende iguze mtu wa boda. Ndio utajua kwa nini si watu wengi wako na gari. Nilibeba mtu mmoja na gari siku moja akaniambia unajua tangu tutoke nyumbani nimekuja nikihesabu nikaona kwa nini sina gari. Kwa sababu aliona everywhere we pass we are giving money. We are giving money. Kutoka nyumbani tukielekea tukasimama kwanza kwa kituo cha mafuta. Weka 3,000. Tukakimbia tukaendelea mahali tulienda kupark. Kajo ndio hawa. Unalipa kwanza alafu Afrika hata ukiwa umelipa kajo lazima ulipe mwingine wa kuichunga ndio ukute zaidi mira. Sasa unaita mwingine naye huyo ananiangalilia nikirudi ako na 100 yake ama 200. Akaniambia mimi nilikuwa nafikiria gari ni gari, yani ukishanunua gari sasa ni hivyo. No. Ukinunua gari ndio umeanza gharama. Ndio umeanza.
Kwa hivyo kama unaona haujafika uwezo kukua na gari na ku-maintain, usinunue. Wewe endelea kuingia matatu, na ikiwezekana ukiingia huko hubiri. Unahubiria hao watu, unaanza kanisa yako hapo. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. In fact hata kutembea ni healthy. Madaktari wanasema this sedated life, watu wanaishi ndio imeleta sukari, ndio imeleta mambo hiyo yote. So walk in the Lord. Na una mtu asikufanya usikie you are cursed because you are walking. No. Kama uko na afya ya kutembea na hushindagi kutembea, si laana hiyo, ni baraka. Tembea na usiogope. Muda yako ya kupata gari ikifika, hata si mtu atakuambia, utajua imefika. Siku ile utajiona unaingia kwa matatu, unalipa yako na unalipia wengine. Ikirudishanwa pamoja, at the end of the day unaona igetosha mafuta. Sasa you are there now. Lakini si unapigiaga mtu asubuhi kumwambia, my brother, unaweza nitafutia 50 nifike town. Alafu unasema nataka kununua, tafadhali usinunue gari. Juu gari inakunywa nyingi kuliko 50. Nunua baiskeli. Juu baiskeli haihitaji petroli. No, me I'm very serious. Na by the way, let me tell you, unaona baiskeli, boda, gari, they are all means of transport. They are all means of transport. And they are all important. Hata sisi tuko na gari, kuna mahali unaitaka unaona utachelewa, unaacha gari, unaingia Duthi. Juu Duthi haitashikwa na jam. Ukifika kwa jam ndio utajua Duthi inaweza kuwa better kuliko gari sometimes. Jina Bwana libarikiwe. So you are not cursed because I have a motorbike, I have a bicycle, or even you don't have anything. Thank God for the level you are in right now. Na usi confuse na laana, kwa sababu ukiita laana shetani atatake advantage, ataifanya hivyo. Jina Bwana libarikiwe. But vile don't ignore kuna demonic attacks kwa pesa zetu. Kama hii sasa ni moja wapo. Hii ni hawakuwa wako impoverished juu walikuwa wanalipa bills. Ni wakipata harvest, na haa maadui hawakuji wakati mwingine yote. Siku ile wamepata harvest, wanaona ng'ombe ya kwanza imeanza kutokea. Rorugima, hizo zimeanza kuingia sasa. Zinakuja mwezi mzima bado zinaingia na gamia zao. Zinakula mazao, zikimaliza zinarudi. Zikigoja next season. In short, these are necessities and needs that are created because you got money. Ukiona ati nikipata pesa, hitaji linakuja ghafla, lenye linakaa accident. Sasa hii usinyamazie. Hata kuna mtu aliniambia anaogopa kusave. Imagine ati shetani amekukimbiza mpaka unaogopa kusave. Atajua kisave, aone tu ako na 100,000 kwa bank, kuna mtu atagojeka. Akiitumia ikiisha, mpaka mgoja ule ulikuwa unanunulia dawa anaanza kuconfess imani. I will not die. I will live. Torune si adhira. I will live. Okay, ayaza yone ngoma. Na anarudi kazi. Alafu anagojeka mtu wezi igino, anagojeka mother. Watu wale wezi igino. Unajua kuna mtu anaweza gojeka umwambie, "Ni wewe tueterera, utatugoja." Sasa anagojeka yule wezi igino mtoto. Mother. Alafu watu wa kijiji wanaanza kuongea, "Kai wameachilia mama yao." Ni mmoja na hamtafuti matibabu. Sasa inabidi muitane, mkishatumia pesa yote. Mother anaanza kusema, "Haya, na nitadira igwa." Ni kama ninasikia vizuri. Sasa hii si mahitaji. Sasa hii si mzuri. Wale tuko na gari, haujaona kuna tax zinakujaga ukipata pesa nayo gari inaamua hiyo pesa umeweka hapo ni ya gari ilikuwa mzuri jana. Naona hapa highway imeanza kufanya hivi. Ukikanya mafuta inafanya hivi tena. Naona nikiroiga na giri 50. Yani by the time unayachisha hivi, giri 50 ya vile. Unajua 50,000 Kenya ni nyingi. 50,000 ni capital ya it's a whole capital ya biashara for some people. Pastor rafiki yangu alinunua matatu. Akaniambia ameamua kuventure. Hata alitumia hii maneno, "We shall rob nations." Ameamua kuventure into that industry ya matajiri. Amenunua unfortunately amenunua
matatu mzee, si mpya. We. Aliniambia niliuza na M-Pesa. Hata nilikuwa nataka iniondokee. Maana alisema nimeshika kwa nini watu wako jela. Niludanyita ndo mathia jela niki. Juu umepea watu wawili matatu yako, dereva na makanga. Na kila siku wanakupigia simu fani. Twanyito oi. Tumeshikwa. Nauza umeshikiwa wapi? Twanyito ha Mukindori. Tumeshikiwa hapa Mukindori. Polisi anataka nini? Anataka pesa. Sasa unaambia ogeni naye, kumbe mwishowe anakuja kugundua hawakushikwa. Hiyo simu ilikuwa ya kumdivert ndio watafute pesa na gari yake waweke kwa mfuko. Jioni unaletewa gari. Kesho unaambia tirire murago ni umanire. Murago imetokana tuko garage. Wanakuambia tumeshinda garage the whole day. Tumeanza kazi saa 8, kwa hivyo wakikuletea 1500 unaona hata wamejaribu. Kumbe walikuwa kazi the whole day. Sasa alijua ataenda jela juu siku moja. Aliwagojea na chuma jioni. Alikuwa na chuma hapo kwa mlango at mahede toisio demo modore. Sasa ndio aliniambia sitaki kazi ya matatu. Sitaki kazi ya matatu maisha yangu yote. Na wale watu wanafanyaga hizo kazi ni mabwana zenu. Muwe mnawaopea sana. Hiyo pesa amekuletea jioni ni ya mtu aliiba wakamwambia wameshinda na mlango. Inaenda mlango inawasubua. Na unapiga tithe. Tafadhali sababu sometimes tunawaambia jaribu kutolea hii pesa sadaka juu hata hujui imetolewa wapi. Wanatoa ni si ya wizi. Labda kuna mtu analia mahali amegoja mtu na chuma na wewe pesa hiyo ndio unaletewa unaanza kugawia watoto za vitabu. Nikiona sinatiranyita kidu. Na kugawia watoto za vitabu, mzingine mnanunua mafuta ya kujipaka, na hizi ni mzee fulani ameibiwa. Of course technically si ati amepigwa geta. Hata nimeuliza makanga moja, mbona mnafanyaga hivi? Akaniambia sasa mtu namwambia alipea mlango hata alipea, tutakula yote. Namwambia alipea gari mlango hata alipea. Mimi ni shida hapa nimeng'ang'ana na mlango yenye hatengenezi. Nitajilipa mara mbili. Ndugu na dada. There are powers that fight economical progress. Utaenda mahali ukuta upinzani ule na kutana naye si nomo. Inakufrustrate, you give up. Hii kanisa nimewahi ombea one man siku hizi ya kujagi huku. Aliniambia amekutana na opportunity kubwa sana inampatia pesa bio. Walikuwa wanafanya sand harvesting. Anaendea mchanga huko kuharvest. Akafanya mara ya kwanza, mara ya pili, pesa ikaanza kuingia mpaka akajiuliza, haya. Kwani watu wajuagi Kenya kuna sand? Sasa ndio aliambiwa siku moja unaitwa na wanawaita wazee, unaitwa ni adhuri halia. Unaitwa na wazee. Ndio akaulizwa kijana, nani wanamuita kijana na ni mzee? Yaani ni madharau tu. Kamwana? Na ni mtu wako na watoto rika yangu. Wanamuuliza, kamwana, nani alikupea ruhusa ya kuchukua mchanga huku? Akauliza ati ruhusa si ni kwa mto. Situ babu wewe. Hao wengine wakauliza hamkuambia huyu kuna lipa kwa kodi huku? Akauliza nyinyi kanjo. Akamwambia hebu ongea na hawa wakueleza sisi ni nani kabla kichwa iende. Alishika kwa nini sisi hatuendeagi mchanga? Kama mchanga hiyo inaleta pesa hivi ingekuwa bure. Nani angeenda achukue apeleke apate pesa? Tunaondoka juu kienda huko ndio unakuta opposing forces. Zenye usipozihoga haufanyi kazi. Aliniuliza pastor sasa tutafanya, nikamwambia enda uwape kile wanaitisha. Tukagiera mahoya. Kwa sababu huko umekuta watu wengine wengi wanaokota mchanga na wanalipaga. Sasa mimi nitamudanganya ati nitamwambia yeye peke yake ndiye hata itishwa pesa ya hiyo mchanga. Na juu serikali imeshindwa kuwalinda huko na mimi si serikali. Ndio negere tulipe pesa. Upe wazee pesa yao uchukue mchanga. Ubakishe kile na huyu mwenye anakuitisha hiyo pesa. Yeye hata hafanyi hiyo biashara ya mchanga yeye apeleki. Nyinyi ndio mko na haja na biashara ya mchanga. Yeye anakuja kuchukua kodi. Na si wa serikali.
Na akiondoka anakuambia na wajikariria muno umeniwekesha hiyo pesa umeiweka sana. Rucio ndukana jikario huo. Nakwambia unaona ile ni mchanga inaweza nipea pesa but unaiondokea unaenda kulala ja. Usiniambie huyu mzee hana bidii. Usiniambie amezaliwa kwa familia maskini. This is an opposing force. Inamkataza afanikiwe kwa kitu already. Anaiona ndio hii and they can make a lot of money. Wadugu na wadada, hii maisha si mzuri. Si mzuri. Wewe jiulize kwa nini sisi sote tunatafuta pesa? Kuna mtu hatafuti? Hata mimi. Mbona hupati? Hebu uliza mwenzako, by the way mbona hupatagi pesa na vile uko na bidii? Unajua uko na bidii sana hii bidii uko naye mtu anahitajika apate. But it's not there. These people are not impoverished because they were not hardworking. That's what I want you to understand. But a certain hand was raised up against them to destroy every harvest they get. Wakati wanafanya kulima, kupanda, kugojea, kupalilia, hakuna kitu kinawapinga until harvest. Ndio wanaona pembe mbili kubwa za ng'ombe ya kwanza ikitokea. Nasema hizi ng'ombe ili ama kukaa gamia ndefu nyuma hizo ng'ombe. Haya. Kukaa wanaona mpaka tutoto twapuda. Zikishakula zikimaliza wanarudi. Mpaka wanasikia akiwaambia, na sasa hivi umepanda mahindi nyingi. Yaani unaona ng'ombe zimekaa kwenye tuma zikirudi ziko hivi, zinatoshana hivi na hazijalipa. Can I show you something? Can you give me Psalms 34 verse 6? Nasikiaga kuna watu nasikiaga wakihubiri wanasema hallelujah. Money does not answer to prayer. Ni kwa sababu hujakutana na demonic poverty. Ikiwa demonic hata ufanya principles za pesa, haziwork. That's why not every poverty will be fought by hard work. Look at this. Ate masikini huyu aliita Bwana. Ukiona akiita Bwana amejaribu vibarua na hii kitu haiwaka. Si kila umaskini inaondolewa na hard work. Sometimes this poor man called upon the name of the Lord. Mtu asikwambia that money does not answer to prayer. Sometimes I don't know what you mean by money does not answer to prayer. But there are forces that refuse us to get it that will answer to prayer. Maana I think aligundua aina hii na deal naye hii si poverty kwa sababu mimi si hard working. Haikuji juu sijasoma, haikuji kwa sababu kwetu sikukuta kitu, no. But what I'm dealing with could be spiritual. Ndio akasema maskini huyu aliita Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Kuna aina ya umaskini Bwana asipokuokoa na taabu hiyo, haisikii hard work na haisikii financial principles. Haisikii kusoma inspirational books. Nasoma vitabu za kina wanaitwa nani hawa? Watu tajika. Kina Napoleon Hill. Kina mwenye Virgin Airlines. Those are some of the people tunapenda kusoma their business books. I have a lot of them from them. Hata niko na kwanza huyo wa Virgin Airlines. I really love his story. So nasoma vitabu kama hizo, very inspirational. Mtu alianza from scratch na sasa he owns an airline. And some other several businesses. Nakwambia unasoma hizo zote, unabaki na inspiration mpaka kinakudanganya ulitajirika. Hauna fair. Yaani hapa kwa kichwa wewe ni Branson hapa, wewe ni Branson hapa. Lakini ije unafugiwa nyumba. Can you tell your neighbor need kwenda maundu tama? Mimi sitaki maisha aina hii. Sitaki maisha aina hii. Ama haujui ukisoma vitabu za mtu fulani you carry some of their air and spirit, you know, because they have inspired you. Paka you are seeing yourself there. Paka ukikuta watu wakiongea unawachekelea. If you knew what we carry. Ikawa mtu mmoja alikuja akatufundisha multi-level business. Mahali tulikuwa tunakunywa chai na wazee wengine. Hao wazee wanamwangalia wanaendelea kukunywa chai. Mwisho wakaambia waiter, "Pea huyu kijana chai." Huyu mwenye anatufundisha maneno ya multi-level. Akasema, "Kijana uko na idea mzuri lakini
Wakamwambia unahitaji ukuja ni kuonyesha vile mtu hulisha kuku unauza mayai. Utigewana. Maana alikuwa anatuambia mambo haifanani na yeye. Hata nimewahi attend class ya multi level business. Mimi tukiwa na brother Monene yako hapa huyu. Hata Monene kwanza ndiye alinipeleka huko, Mungu atamuona. Tukiwa vijana, tulikuwa Monene was my best friend. So akanipeleka mahali akaniambia amekutana na watu wanaongea vitu hizo ukishika maisha yako imetokea. Tukaenda, kijana mdogo anatuambia he earns like 2 million. Lakini juu Mungu amenipea jicho nikaangalia, huyu mtu anaani 2 million, shati yake ilikuwa imeraruka hapa. Nikaambia Monene, shati ino akilida rukwe. Na hii shati mtu anaani 2 million per month, unafikiria hata anaweza kuwa na shati kama hiyo kwa wardrobe yake? That's a lot of money. Pesa iko na joto yake. Kuna ukipata tu unaendaka unasimama mbele ya wardrobe unasema I don't need this. Unazifagia hata bila kuangalia ni nini. Unaziagusha. Unaweka zingine hapo kwa wardrobe. Unasikia mpaka mtu anakuambia ile wardrobe iko kona ni ya wakati nimeruzi weight. Ikuwe guthi. You know? Urugali wa pesa zile wakati nimeruzi weight ni ile kona. Hii ya katikati ni wakati nimeadd some weight. Akona wardrobe pande hii kile hii ni ya nguo za sports. Tidhi acha wewe unakibiaga na kisweta. Kuna mtu atawadhie tizi na kipuru neki. Kuna watu wako na wardrobe ya nguo za sports. Alafu pande hii ni casuals. Mtu anaani 2 million sasa hao ndio wako na hiyo maisha. Ukiona unaweka nguo zako zote kwa ndoo, hii ndoo kubwa iko na mashimo unaweka zote, ukitaka socks unazimwaga. Unachukua socks pande ya chini afu unazirudisha tena. Na tafadhali usitudanganye wewe huna 2 million. Hauna? Mundu raiga nguo ndo ndari na 2 million. That's for a fact. Sasa mimi nikatafuta 2 million ya hiki jana nikaona sioni. Wanaita multi level. Ama unafikiria watu wamekosa pesa juu hawana idea? I don't know whether hiyo ofisi bado iko Monene. Hebu onyesha hawa watu hapo mahali waende. Ndio waende waone people have ideas. Why these ideas are not bringing money on the God knows. Eto diagite. Yena bwana nibarikiwe. Unajua hata ma spirit sometimes ndio inadaganyaga watu, unachukua loan. Unailipa na miaka 12. Kwa hiyo unakaa hivi juu umesoma kitabu. Cha King Edward. Just a name. King Edward the Fourth. Hata kuna siku moja nilisoma kitabu ya How the Israelites Build Their Wealth, the Jewish Economical Factor. Kai, nilikuwa nataka kuacha ministry. Nilikuwa ninaona it is very easy to make money. It's very easy. Kitabu inatoshana hivi na sijui kwa nini kitabu ya pesa hata ikuwe kubwa haikuintimidate. Bible ndio unasema gai hii yote. Unaona ukipita hivi. Hii yote. Alafu mwisho unasoma tu kama mstari kale common. Na yet the Bible is more powerful than all those books combined. Nilisoma yote. The way the Jews organized the economic life. How they instill it in their children from marriage. Paka nikaona haya. Si akirebia. Kuanza ndio gumu. Kuanza ndio unashangaa utaanza wapi? Na yeye si Myahudi to begin with. Unajua si Myahudi. Si Myahudi. Hata kuna siku mimi nimetembea wadugu na wadada. Mimi nimetembea mpaka kwa mashule. Mashule nikidrop CV ya kuambia I need to be your guidance and counseling patron. Kwa shule. Nikaweka hizo makaratasi everywhere, nikapeleka kwa mashule, nikapeleka hizo. Hawakuniita. Shule moja tu ndio iliniita. Bado tumejaribu vitu vingi sana tukiwa vijana. Shule moja ndio iliniita kukiwa na Parents Day. Nikawaongelesha na nikauza vitabu. Nilikuwa na vitabu nimeandika. So nikauza vitabu. But let me tell you, hiyo experience moja ndio ilifanya nijue si rahisi.
Na kuambia kabla wazazi wanunue kitabu. Paka mmoja alikuwa ananiuliza, "Ni wewe umeandika?" Nikamwambia ni mimi nimeandika. Kai na dohana. Na haukai. Sasa nikashika, mtu anaandika kitabu anakaaga aje? Yaani ni kama ameanza kugesa, haiwezi msaidia. Kumsaidia, uliza mwenzako. Nani amekwambia hatuna idea? Ni nani alikudanganya hatunaga idea? Do you know even a ministry like this can be attacked financially? Unakuta you are preaching right, you are doing everything right and all that. Lakini unakuta ya kwamba mna struggle na GSC ya kawaida. Ukiangalia, mimi nimeiona ministries zenye wanahubiria even 2000 people. Na wako na madeni mpaka ya TV, wako na madeni, unashangaa why? Kwa nini? It is not supposed to be like that. Ati niko na deni ya TV na kuna watu 2000 wanakaaga mbele yangu kuwahubiria. It is wrong. It is not the will of God. I thank God because Faithfulness Center, we owe nobody nothing. Not even a shilling. See rent, see your TV. We pay our TV 3 months earlier. It's a faith we have. Na ninaamini kuna siku nitafika level ya Oedepo. Oedepo wako na imani moja na naendaga kuishika inaponyoka. Naenda kushika unasikia it is too big muscle. Maana Oedepo wanasemaga ya kwamba he has never called a board meeting to discuss needs. Or rather to discuss money. The board meeting of the church should discuss projects. Sasa hiyo wanajenga kanisa itabeba over 300,000 people in one sitting. Ati wanajenga kama wako karibu kumaliza. Juu walisema November ya hii mwaka ndio watailaunch. Wanaita the ark. Wanaijenga na shape ya Ark of Noah. Ikuwe ginya, yani they even spoiled of design and choice. Akasema they have never done any special giving. Na inakura zaidi ya 10 billion. Na hakuna any special giving. Akasema I have never called once the board to discuss money. I called them to ask them kama wanajua construction of companies that can do this job bila kutupea stress. Some suggest from China. Wengine wanasema we have seen a company from Turkey who are better constructors. Because hiyo aina ya project huwezi pea watu ya Gishagi kutengeneza, hawatajua ni nini mnataka kutengenezewa. Watu watengenezea kitu unaona what you ordered versus what was delivered. Jina bora libarikiwe. Nikasema guy, huku kwetu kisikia tunasema tuko na mkutano ya board, kuna mahali tumekwama. Nalea hiyo imani. Ninaamini kuna siku hatuta discuss mashida na mtu. Nikiwa kijana mdogo growing up, I used to tell myself and I used to say it prophetically. I will never tell my child I don't have. Nilikuwa nasema hakuna mtoto wangu ataniambia dadi nataka kitabu sina, dadi nataka hii sina, dadi nataka baiskeli sina. Nidi kwenda maisha mau. And I did the talking session. I was sitting in front of a wall and I was telling myself, I've never seen the righteous forsaken, not even his children beg bread. This Biblia imejaa prosperity, wadugu na wadada. But you need to have that kind of understanding and not shy away. Nikasema beginning from Abraham and all the faith patriarchs, I never see anyone deserted by God. Anyone whose children and their seed begged for bread. It won't start with me. I refuse. Mtu wa Mungu ninajua anaitwa Jesse Duplantis, alitembea biguni 1.5 hours only. Only 1.5 hours. Na akirudi alihubiri prosperity mpaka leo hii, as we talk with you, for over 40 years he has been preaching prosperity. Maana alisema the thing that hit him about heaven was not even holiness. Alisema there is an aura of prosperity that you cannot deny. Atalikatalia kwa mlango, malaika yule alikuwa amemzidikisha, akamwambia kanyaga hapa, akaona ni dhahabu akakataa. Unaona hii mentality uko nayo? Imagine ndio utapeleka tu biguni. Kuaibisha Bwana huko. Akaenda kufanya hivi, malaika akamwambia no please walk. This is laid down for you. Wakati huku tunaweka red carpet, Bwana ametugojea huko na red carpet ya dhahabu. Yaani tutamachi kwa hiyo barabara za dhahabu tukiingia akituambia well done my faithful servant. Na huku
Kuna mtu akiona bash yenye inakaa luxurious, sema beka hii ni ya Illuminati. Look at the demonic mentality the devil has mastered to give you. Look at it. Alisema he was shocked. At biguni ukiwa na wazo, unafikiria maziwa, unajikuta uko naye kwa mkono. Na imeandikwa hivyo kwa Isaia, before you pray, I will answer. Talking about the millennial rule. Sasa the culmination of that, the climax, is in the kingdom to come. Your thought is prayer. Your thought is request. There the order is perfect. There is no tears or nothing to cause pain. Na wewe ukiambiwa mambo kama hii unaanza kusema sasa wameanza kuharibu kanisa. Ekatoto ukieta odore wacha tuharibu kwa sababu ukikaa level hii huko, there is nothing much we can do for God. Mtu asikudanganye. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nimebahatika kukuta revival. Mimi si mzee, but mimi nikiwa kijana mdogo nimekuta revival, wadugu na wadada. Especially revival ya Full Gospel. Walikuwa wanakuja Moro, tunaenda camp, ibada ya one whole week. Mnafunga boma, mnaenda ibada. Na hiyo ibada mnapikiwa, mnalala huko na magodoro. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona mtumishi wa Bwana anasimama kwa madhabahu, anasema tuanze na mahubiri ama miujiza. Imagine. Watu wanasema miujiza. Anafanya mkono hivi anasema oya roho. Watu wanaaguka yani kama napier grass inakatwa. Pa. Wengine wanalala 3 days bila kuamuka. Good grace, I have never seen anything like that. Wale mnajua akina Kirago, Apostle Kirago wa Full Gospel. Sasa shida iko hapa. Si unaona hata sasa mtaja mnauliza who is that? Let me tell you the weakness, money. There was no money. Munaraliana huko 1 week, but hiyo nguvu inabaki Moro. Hakuna TV ya kuibroadcast. Hakuna mahali platform kubwa mnaweza lipa dunia ione maajabu ile Mungu anafanya. So you die in the village with that kind of an anointing. It is not the will of God. Si mapenzi ya Mungu. Ndio sababu unaona wakora tu ndio wamejaa kwa TV zenu. Because genuine anointing itakuwa frustrated na shetani kwa njia ya pesa. Maana shetani anajua huyu acha ahubiri, hata wacha agusha watu wote kwa uwanja. Mfugieni pesa. Mnalaliana huko mpaka watu wakisha izoea baadaye. Unaona wazee wamekuja kukujia wa mama. Nasikia wakiuliza pastor, kwa nini unalalia wa mama zetu? Unamaji kudhaka na maundu ma Ngai. Hata wanaanza kusema ati si unawagushaga unalala juu yao. Tohana kuthakirwo. Na wasemagi hivyo kwa misikiti na kule kwingine. Ati unaagusha wa mama alafu wakishaanguka ukiona wameanguka vizuri na wewe unajiagusha juu yao. Na hakufanya hivyo huo pastor. Mimi nilikuwa huko na sikuona akifanya hivyo. Madharau. Jina Bwana libarikiwe. Hey. Hao watu walikuwa wanaitishia kijiji stima inakuja. Mimi nimekuta hizo vitu. Na siku moja nilifundisha mahali nikaambia watu, the biblical way of nurturing revivals, it involves money. Why do revivals die? Main thing ni there was no financial muscle to sustain it. So inakuja, mnavuruga, lakini continuity hakuna, kwa sababu hata uwezo ya kupreserve vitu hizo Mungu anafanya. Maktaba yenye itaonyeshana Mungu alifanya nini to inspire the next generation. Hakuna. You die with it. Sasa hii ni njia moja baya sana ya kuattack. Maana hawa watu hawapewi ugonjwa, wako na afya. Waendelee kufanya kazi. But immediately they get a harvest. Wa Midiani ndio hawa. Na ni watu wako na demonic spell kwa sababu the devil cannot manifest himself. He must use people. Anakuja na hii watu wamewaigia ndani. Wanakula vitu, wanakula. Hawa waliotoka na njia hiyo nimekusomea Psalms 34. They cried unto God. Because it is a demonic thing. You cannot do away with it from hard working. Waking up earlier. You wake up earlier to suffer better. Jina Bwana libarikiwe. Wakapiga kambi juu yao na kuyaharibu hayo mavuno ya nchi hadi kufika Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli ziki zozote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Verse 5. Kwa maana walikwea na ng'ombe za
Yeah. Walikoya na ng'ombe zao na aya, wanabeba mpaka hema. Juu watakampu huko wakimaliza chakula. Wanakampu huko watakula chakula yote ikiisha ndio wanaondoa hema. Imagine mtu akikuja na hema kukampu. Atire nonya unakulia geni wageni wajie kulia gari. Hata hii wageni wanahamia kwako wanapiga hema. Na ukiuliza mtu nilitaka kuona ile vera nilipata kazi mahali fulani uamukage uende. Nasikia ikwambia daktari ungirendika hutagie maema. Daktari alisema nisiguze maji baridi. Yaani in short nimeamua kukambu huku kwako. Hizi ni ng'ombe za Wamidiani watu wa Ngai. Hizi wageni tena. Jina Bwana libarikiwe. Hawa si wageni tena. Mimi sitaki wageni wanakaa wako na mission. Jeherere atalitika hujelia ndo maranyita neke turoiga. Ate watu wanakuja ni doa gapi zimevujika. Unaanza doa vizuri na your husband. You only have few resources zenye mnaweza tumia nyinyi wawili. Lakini a whole clan inaaguka huko na inakatalia huko. Paka kukanyaga hauna. Nayo Afrika juu tumefundishwa ati family inaitwa nini? Ndio leo utagamano. Utegano ni udhaifu. Hiyo vitu tafadhali wacha ibaki kwa wimbo ya taifa. Hatutategania na kutagamana kwangu. You won't do that. You have to be economically wise. Hawezi kuwa mnapikia watu 10 kwa economy hii wenye si lazima wakule huku. It's not a must. Maana they are energetic people. They can go work. Na unajitahidi na mtafutia kazi. Unaona amerudi jioni saa 7 ati ameacha kazi. Namuuliza kwa nini? Hawa watu wanabebesha watu vitu. Hata nikasikia mwambie unaona na wewe chukua nguo rudi Geshaki. Aro. Chukua nguo rudi Geshaki. Aterere atu wa Ngai musijifundishe kulea watu si vilema. Metago vilema. It is not wisdom. If somebody is healthy, empower them to earn money themselves. You can give them capital. You can show them the way. You can get them a job. But you cannot feed a whole clan of healthy people every day from your meager resources. Very soon you go down. And the same people will begin to tell you, Mungu alikushusha. Because the problem with people like those, hata ukimwambia ondoa mguu nipite. Anaondoa na ndani anabaki akisema, vile nimedharauliwa. Sasa siku ile utarudi chini atasema ni juu hiyo mguu ulimwambia ondoe. Ni Mungu anakushusha sasa. Yetenia do behave umenye kuwalelia ndo. Ujue kuongelesha watu. No, empower people to work. Hata Yesu alipeana mfano akasema tajiri mmoja alipoenda kujinyakulia ufalme, aliachia watu talanta. Hakuachia chakula. Alafu akawaachia according to their ability. He empowered them according to their ability to go and trade and make profit. Hello? Hii mahubiri ni gumu Afrika. Maya. Unajua Marekani ni very interesting. Marekani unajua ukikaa kwa nyumba ya mtu anakuambiaga ukiingia. Anakuambia anakuhost 1 year. From the word go. Kuanzia next year, it is either utafute nyumba ama to share responsibilities 50-50. Na ndio sababu unakuta kule society ni more responsible because nobody is willing to bear your burdens. Hata unakuta mtu huku haku anashika maisha ukimpeleka kule ananyoroka. Anakuwa straight kwa sababu kule vitu ni system na huwezi zichenga. Alafu sasa you have to work and pay taxes or die. Jina Bwana libarikiwe. Hizi matabia economic kama hizi ndizo zinafanya watu wengi walemewe. Juu na organize kitu yenye ukiangalia unaona hii haina future. There's no way it's going to have a future, but you still do it because of emotion. Don't do that. It is not wise. It is not wise. Hamwezi yowana leo mkifika kwa nyumba next week ate shemeji wanajaa huko. Wanasikia kusali, shemeji. Sasa shemeji ni mko ino shemeji, please. Mama ameoa juzi anapika chakula na roleja inakaa hivi.
tena pikia shemeji. Na shemeji si mgonjwa. Unajua akiwa mgonjwa ni sawa. Utalipwa na Mungu. Sasa shemeji si mgonjwa. Ni mtu anaweza hata pigana boxing. Baada hii mahubiri uende ufukuze shemeji. Tunaelewana? Umuonyeshe kazi ziko wapi ama umugawie pesa ili akaanze biashara. Sikusema kuna shetani anagandamiza pesa. Hakuna shetani anagandamiza. Shemeji ndiye anagandamiza rasilimali nyumbani. Tafadhali unajua the good thing na kuwahubiria hivi. Mimi nikishamaliza kuhubiri kuna kajia nilijitengenezea pale. Huwa narudi hivyo ninaenda na hawezi ukashika nimeenda wapi. Na saa hii ukijaribu kukimbia kuniattack, akina Kinuthia tunakuwa tumeshawa instruct wakutengeneze hautawahi jaribu tena. Hiyo tuhubiri injili kamili. Jina Bwana libarikiwe. Sasa walikuwa wanakwea ati wakiona hii ni harvest haya. Wametoa magunia za kwanza ndio hawa ng'ombe. Nyuma unakuta nao kuna dorome nyingine nazo zimekuja. Na kwanza sasa kitu baya wanabeba hema. Wanakuja na hema, unaona watu wanaezeka hema. Wanaezeka hema na wanaezeka ndio wapate mahali pa kulala wakule hizi vitu zako. It is number one very traumatizing. It is such devastating ati ile zile hema zinajengwa wale wanajenga wafanye wanaenda wikara huko mabe malie bebe hizi. Na hawaogopi na hawana aibu. Au sasa watakuwa wanakula wanarudi hapo kulala. Wanakula wanarudi hapo kulala. Zikishaisha wanawaambia tuonane next season. Na Biblia inasema ni Mungu amewapea nguvu hiyo ati kwa sababu walikosea Bwana. Nitakuonyesha kitu mahali pengine ndio ita make sense. Verse 6. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Nao wana wa Israeli wakamulilia Bwana. Kuna aina ya masubufu unahitajika we attack by prayer. Jina Bwana libarikiwe. Wakamulilia Bwana. Verse 7. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomulilia Bwana, angalia ndio ujue ni jambo la kiroho. Kwa sababu ya Wamidiani, verse 8, give me verse 8. Bwana akatuma nabii. Sasa unashangaa watu wanalia juu ya economic issues. Si unafaa uwatumie financial expert. Wakuje maana Mungu anajua hii shida yenu haitokani na kutojua principles. Ni ya kiroho wakatumiwa nabii. Somebody the least you'd expect God to send somebody who is struggling economically. I had one man of God teach. I don't know whether he's really a man of God. I have doubts. But akasema ya kwamba your pastor cannot teach you to prosper. If a pastor is teaching you to prosper, he's a con. I said, huyu sasa naye alitoka wapi watu wa Mungu? Wewe umete na koi. Nani alikuambia economic life si ya kiroho? Do you know most economical things people are struggling with, their source and genesis is in the spirit? Ama ni nani amekuambia hawa watu wanakujenga kanisa hawajui kutafuta pesa? Ati ndio sababu hawana. That's what you are thinking. Nimewaambia hapa saa hii tunajua multi level. Mbona tunajua hatujui? Sisi tunajua multi level. Sisi tuko na course. Tumefundishwa hata tunaweza organize hapa tuanze multi level business. It doesn't just happen because you have an idea, because you know it. No wonder Apostle Paul anasema we are poor but we are making many rich. God sent them a prophet because some of the things you must deal with for you even to be able to begin to see progress economically, they are not really financial. They are spiritual. Jina Bwana libarikiwe. Na ukisoma utakuja kugundua finally aliwapatia mkombozi Gideon. Hapo ndio Gideon anaingilia. Lakini aliwaambia Bwana akawatuma nabii aende kwa hawa kwa Israeli, naye akawaambia Bwana naye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkoe kutoka Misri nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Verse 9. Nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu. Si unaona ndio ufanikiwe lazima kuna watu Mungu inaibidi afukuze mbele yako. You don't just succeed because I know how to handle money. No. Lazima wafukuzwe mbele yako. Kama vile Mungu atafukuza watu mbele yako leo baada ya hii ibada. Jina Bwana libarikiwe. Ati nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Verse 10.
Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mnakaa katika nchi yao, lakini hamukuitii sauti yangu. In short, walikuwa wameabudu sanamu. Sasa angalia, hawashiki kuna connection between kuabudu sanamu na kufilisika. Hawashiki. Ukifilisika juu ya kuabudu sanamu, hauwezi toka juu ya kujua finances. Utatoka juu ya kutubu na kurudi kwa njia za kiroho. Niwahubirie mahubiri kidogo tu ya ukabila, kidogo tu, kidogo small. Kidogo tu. Wacha niwaulize. Unajua hata nchi hii it is owned by Christians. Wakati tunasema Kenyatta Avenue, Tom Mboya Street, hao ni Wakristo. Ni kweli si kweli? Kimathi Street. Unajua hizo vitu zote ni nini? Hawa ni watu wale mababu zao walisikia injili ya mzungu wa kwanza. Wakaenda shule za wazungu, kanisa ya mzungu, wakasoma injili. Leo ndio they call shots here in Kenya today. Angalia kabila zote zilibaki kwa ushirikina na traditions. Where are they? Will they even ever produce a president? I doubt. Angalia kabila zote ziko na a very strong traditional ritual. Paka inaletwa kwa TV. Niliona moja wanazungukaga mtu moja ate kiongozi huyu juu amezeeka atolewe pepo. Hata hawafichi wanasema akona ile demon inaongoza sisi. Wanaitoa iingia kwa another young leader. Ikimuingia na kibia geshagi na hakuna mtu anaweza kumshika. Mahali atatulia na hiyo bio. Sasa anakuwa ndiye kiongozi mpya. Nikasema hawa watu hata mimi sijaisikia hata kiongozi mmoja wa siasa kutoka kwa hii kabila. Hakuna, hata hajui TV ziko wapi. Because as you worship idols, you think you are progressing. You think you have great spiritual understanding. But hiyo ndio mother spirit ya poverty. Is the mother spirit of poverty. It is one reason why Africa is poor. Africa is not poor because of the church. Mtu asikudanganye. Africa is poor because of idolatry. We practice too much idolatry many years, centuries before tujue injili. Sasa na hadi wa leo bado injili inashindanaga na idolatry. Some little idolatry then kainjili kadogo. This is the mother spirit of poverty. Trust you me. Trust me. Wakati mnaambiana tunataka kwenda kuogea na guka. Mnafanya ceremony tabiko. Guka anaogelewa na yeye akiwa hapo ndani ya kaburi. Na hiyo mnaheshimu sana mpaka mnakaa hivi. Mnarabishwa vitu kwa ulimi, mnaweka mwenye anawarabisha hata hajaoga na hamuogopi. You are going to produce very poor people. You will see it. Mtakuwa very poor. Angalia hii nchi, makabila ile yote iliachana na idolatry in the name of culture. Wakaembrace injili na masomo. Waangalie leo. They are the powerful ones in this country. Hata mutete, somehow mysteriously they still lead you. If they don't lead you politically, they lead you economically. Because there is some power that comes with the right faith. And you cannot have, it has no replacement. Na ina hiyo ya watu wakiacha hiyo kitu iliwapea nguvu. Warudi kwa misimu, warudi kwa idolatry, wataanza kuanguka economically bila kushika. Na watapewa mtu mwenye nguvu kuwagandamiza. That's how it works. Mtu anatakaga unajua source yako ya kufanikiwa. Inatoka wapi? Maana hakuna kufanikiwa haina source. Mtu asikudanganye. Hata wale hawajui Mungu wetu wako na miungu yao wanatoaga vitu huko. Wasipoelewana nayo wataagushwa. Kuna hata kampuni zimepanda sana ziko juu. Kumbe nguvu yao unakuja kugundua many years later. Kumbe hii sifa si juu wanatengeneza vinywaji ama chakula mzuri. No. There is some power behind it. Na wao wakae vizuri na hao waliwapatia hiyo power kwa sababu kama watakosana wataaguka. Niliona kampuni moja ilianguka hapa Kenya. Huyo mtu akifanywa interview akaulizwa, "Are you guys planning kuinua hii kampuni tena?" Akasema, "No, we have no plans to do that." Akaulizwa why? Akasema it's a wrong story. Mwenye anamuinterview nikasema ndani yangu huyu hajui. Ukisikia na kwambia it's a wrong story, anajua hatuwezi rudi mahali tulikuwa juu tunajua tumekosana na wale. Si hii haihusu ate bidii.
Hata kitambo kabla tujue tulikuwa tunasema hey, fulani is a great footballer, is a great musician, ndio sababu anafanikiwa. Sasa unashangaa great musician kwani yeye tu ndiye anajua kuimba? Baadaye ndio akija kuwa mkubwa sasa hafichi. Akitoa siri yake ya hii ufanisi, ndio mnaanza kugundua haya. Wao toko ina tu. Na wengine haki wako kwa studio wakikunywa mayai, watengeneze sauti na dimu. Na kuambia ukisikiza wimbo hii na hii, unaona ya huyu mwenye haja consult mizimu, iko hata na message. Lakini watu wanataka ya hii. Na hawajui ni nini wanawafanya watake. Ni kwa sababu majority ya watu duniani anyway they are controlled by Satan. This world is controlled by the devil and the majority of people don't hear God. Sasa unakuta makastoma wako watakuwa wengi kama nguvu yako inatoka pande hiyo. Kitambo kidogo nikiwa Bible school nikiwa kijana mdogo, tulienda hapa town kwa nyumba inaitwa Uganda House hapo. Watu wanafanya biashara ya kuuza nguo, vitu mzuri sana. Then one of our friends pastor, because I was in college, mama yake anafanya hapo. Sasa akatuambia tukitoka town, before tutoke town tupita hapo tusalimia mama yake, tukapita. Tukasalimia watu, tukafika kwa mama moja akakataa kabisa kushika mkono yangu. Nikaona ni kama labda hakuniona, nikampea mkono tena. Akakataa. Nikashangaa sana kwa sababu hawa wengine wote tumewasalimia wamesalimika, mama ya huyu pastor amesalimika. Walipoondoka ndio mama ya huyu pastor alituambia, pastor usishindwe ni kwa nini? Hawa marafiki zangu wanatumia nguvu za uganga. Na wanakuaga wameambiwa ukikutana na mtu mwenye roho usisalimiane naye. Juu hiki kitu tumekupatia haitawaka tena. Sasa nyinyi naona mnafanya biashara huko, mnafanya alafu unafikiria tunaona ukioga vizuri, uoge. Alafu unalala mapema unaamka ali. Utaomoka uomoke. Najua hata umesoma hizo vitabu za kuamka mapema na kulala mapema. Na yet Bible inasema mtu ya Mungu anambariki bado akiwa usingizi. Adoge manathi magoma leo toro. Wewe unaamuka kwenda kucorrect. Hata watu wale wanaamukaga mapema sana sana. Si matajiri. Hebu uliza mwenzako unaamukaga saa ngapi? Usikie hapa. This is a fellowship of night runners. Hebu ongea na mwenzako usikie masaili yanaamukaga. Karibu umuulize ugithiko. Saa 9 ako nje. Saa 9 hata usikizi haijashika kama imerarwa. Saa 9 ndiye huyu nje. Agethambia tari. Anaosha slippers. Hapa kuna mambo ananikaga nguo saa 9 hapa. Saa 9 hata ameshafua. Anagojea kamwagasa akuje akazianike. Na raini ya wale hawana school fees kipagwa anapanga. So please usifikirie hatujui principles. Tafadhali tugesirie tutiwe. Tunajua. Ama haujai attend mkutano ya mawaidha ya kuomoka ukafunga notebook. Juu vitu huyu mtu anaongea unajua na unafanyaga zote. Hata tuliattend ibada moja ya mapastors kufundishwa how to build a mega church. Akasema 10 points. Akazisema. Nikasikia number 1 to 9 nazijua. Hata nafanyaga. Nikasema labda ya 10 sasa ndio ngeni. Alipoitaja nikafunga notebook nikaenda ranja wa mahali kwingine kwa sababu there is no point in staying there. Nitakigwa sio the sio jeka. You are not where you are because of lack of 10 steps to being an economical giant. Oi. Watu wengine economical giant hata hawashiki ni economical giant. Hawakujiprepare kukua economical giant. They found themselves there. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Sasa Mungu anawaambia shida si wa Midiani. Niliwaambia msiabudu sanamu. Nyinyi mlikuja mkaabudu. Ndio sababu mlango imefunguka ya wa Midiani kuwa na nguvu kuwaliko. Wameanza kuwagadamisha. Jina Bwana libarikiwe. Sasa nataka nikwambie kitu ninapoenda kufunga. Hivi tunawatendekea ni mambo walikuwa Mungu amewaona. Na ndio sababu anawakumbusha, si niliwaambia mkitoka Misri. Anamaanisha niliwaelezea kuna laana ya sheria itawakuta msipoitii.
Can you give me Deuteronomy 28 now? Deuteronomy 28 verse 15. Deuteronomy 28 verse 15. Harakisha kidogo. Deuteronomy 28:15. Lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Angalia mstari wa 16. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Ati unasema huku mashambani mtu anakuwa slow kwa sababu hakuna opportunities. Unaenda mjini. Mjini ukienda una join bado kategoria ya wale wamefail mjini. Great life is not whether in the city ama kule. Great life is the one I live spiritually conscious. It doesn't matter where I am. There are billionaires that have rose from the farms. Wameinuka wakiwa mabilionea kutoka kwa shamba. Hata hawajui town. Hawajui town. Juzi tumepelekwa na my wife tukaonyeshwa na mtu mmoja tu rafiki yetu akatuambia twende tukasalimia my father. We went there. Baba ako na 5 acre. Na amepanda vitu, kuna eka moja ya spinach peke yake. Akatuambia most likely hata labda ile spinach mlikula jana kutoka Marigiti ni yangu. Hana bling bling. Ako huko na gambut. Na hajanyoa. Sisi ndio tulikuwa tumeoga hata tuko na perfume. Tutie kitu. Hatuna kitu. Anatuonyesha eka ingine ya dania. Wakatupeleka wakatuonyesha busi. Unajua kuna busi zimekuja kubwa nyuma. Umeziona? Wanaita nini? Doba. Busi very proud zinatembea hivi kama wadada wa TikTok. Ziko hapo. And I'm hearing they are making a lot of money. Hizo doba. Ako nazo. Wako na kuku. Sijui miaka kadhaa wameweka mahali. Huyu hajui town. Haedi. Hata Marekani tuliattend kanisa moja ya mtu. Wakaniambia, pastor, prepare, you are going to speak in the evening. We are going to a mzungu church. Tukaenda kwa kanisa ya mzungu. Niliprepare sana. Unajua sijahubiria wazungu. Nika-prepare sana. Mimi nilikuwa nafikiria ni kanisa serious, nilikuta ni kanisa ya watu 6. Na ukiwaangalia wanafanana, meaning hii ni family. Yani they have a family church. Hata Bwana alinipatia word of knowledge ya mama moja mzungu, nikamwambia kuna shida ya macho yenye iko kwao. Alisema that's true, where is Jack? Come all of you. Yani kumbe hawa tunafunuliwa ni hawa ndio membea kanisa yote wako na shida ya macho. Huyo pastor si mzuri kwa sababu pastor mwenye alikuwa amenipeleka huko, after I prayed for these people walisema Pastor Robert is such a powerful man of God. Maana alikuwa nafikiri labda mimi nahubiri na hawa. Akasema kuna kanisa walikuwa nataka kununua na pesa imeisha. Do you know aliwapatia seed ya check ya $100,000. That's more than 10 million. Sema we are so blessed. Nikagoja pastor aniambie tumepewa 10 million hapa, nataka kukupea bili. Sio pastor ngoga amuria to wakinya igo. Ki ukoro ugu. Sasa nilichaka kwa sababu waliniambia huku pastor ukuja na appetite. Huyu mtu hii kanisa ni yake na amejenga kwa shamba yake. Alafu mkikuja mkihudhuria, mnapanga laini, mnapewa vitu, mnazidwa kubeba. Amelima tens and tens of acres. Amelima melon, ako na vitunguu, ako na mahindi. Nikaambiwa hawajuagi town, huyu utajiri yake yote iko hapa, but these are the billionaires of this state. Ukiona yule anaitwa billionaire, guy, ako na zile makofia wakulima wale wa Texas. Nasikia kisa how are you? Alafu amevaa masaspeda kama hizi zangu, lakini yeye hana koti. Anazivaa hivyo peke yake na corduroy jeans kubwa kuliko familia yenu. Ona tabia vile nikashangaa, hii ni utajiri. Hii utajiri ina gani? Because why?
Mungu akiamua kukubariki mashambani, hata si lazima ujue town iko wapi. Baraka haikibishwi juu iko mjini. Baraka it is either uko nayo in your consciousness ama hauna. Hata ukitoka hapa uende nje, utaenda kujoin watu wale wanatesekea huko nje. Maana kila nje iko na watu wanatesekaga huko. Hata Marekani kuna watu wanalala under the bridge. Unakuja hapa tunakufanyia farewell, tunakuombea. Kanisa inasema Mungu amemfungulia mlango. Kumbe umefunguliwa mlango ukarare under the bridge. Kama gongo na tongo nai komba kadu wega. Sasa kule unaenda kulala under the bridge. Juu anasema hii ni kitu yenye iko rohoni ya utaferu mjini na utaferu mashambani. Hata ukibadilisha location ndio uomoke, bado inakuchenga. Kwa sababu baraka haiko katika kubadilisha location. Not necessarily. Na sasa ninasoma mambo hii kwa nini? Kwa sababu katika New Testament tumeambiwa sisi tulio ndani ya Kristo alitukomboa na hii laana ya sheria. This is what I want you to get. Ndio ukiona hizi vitu kwa maisha yako, uambie shetani the blood is against you. No wonder there is a power that you can't change until you have revelation and engage prayer. Lakini hizi vitu hata ukisoma hata ukiwa peke yako utaona this is completely the character of most people. Hata mjini anaferu na anaferu mashambani. Verse 17. Unajua Mkristo anahitajika kuwe na baraka ya mjini na baraka ya mashambani. Ukijaribu farming, chakula inakukubali mpaka watu wanaona ai. Na please bachani tu niwaambie hata kama mnaishi huku. Sometimes jaribu kwenda mahali upande kitu kimoja, alafu unaenda kukiangalia uone vile kinakutii. Uone wengine utapanda kituguu. Ikitokea watu wakiambiwa ni kituguu wanawika wapi kituguu? Juu inakaa nyasi tu ile unaona inatokea, yani kituguu inatokea kama nyasi na mpaka tena ni yako. Watu unasikia akisema ni to goroshi ya wali. Padeni ka kitu muone vile kana kama kana shika umeokoka. Unapanda mahindi na zimemea na ni kubwa. Ukienda kutoa mahindi ya hazina na irulete zinakaa green, unakatakata zote unapea ng'ombe. Na ukienda kwa jirani hizo mahindi kwa mbegu hiyo zimetoa mahindi. Abia mwenzako tuliokoka ndio tukue na baraka ya mjini na tukue na ya mashambani. Nasema hivi kwa sababu prosperity must be something you diversify. Huwezi ajiriwa kazi ya mwalimu utajirike. Tafadhali hakuna utajiri kama hiyo. Unahitajika ukue mwalimu yes, alafu ukumbuke niko na baraka ya mashambani. Uende ulisi shamba eka 10 ufanye ukulima. Na juu wewe umeokoka, izae na jia itakupea pesa nyingi kuliko ile umeajiriwa ualimu. Na bado hauachi ualimu, unaendelea na ualimu na wewe ni tajiri mkubwa hata kuna watu wanalima mashamba yako. Kwa hiyo tafadhali ugai amen, nisema amen. Lakini hakuna mtu atasema I am a teacher and for it I own that business. No. Kazi ya ualimu haiwezi kukufanya tajiri, ni uongo. Hiyo si kazi tunakuajiri ndio utajirike. Hiyo ni tunakuajiri tusomeshe watoto. Huge difference. Sasa jipange na hiyo mshahara kidogo kama mtu amebarikiwa. Uinvest mashambani. Uinvest mahali tusikie Kinodia uko na ng'ombe kama 5. Ng'ombe 5 zenye ziko na sifa kwa kijiji. Juu ni za mtu ameokoka. Hata hizo ukikamua hivi maana niona ng'ombe nyingine nayo inatoa maziwa kikombe nusu na ndegefusia. Maziwa kikombe nusu na anatembea very proud like it has done something very wonderful. Yeye na uko medhejani ya dia nyama ni dikiruta mauruta maziwa. Na inaenda hivyo ni kama imekusaidia sana. Kwa hiyo sokele gaigatho na nuthu yo na yauma. Yani you feel very frustrated. No, sisi ng'ombe zetu watatoa maziwa. Jina Bwana libarikiwe. Ata litaraniwa kapurako na chombo chako cha kukadia. Chombo cha kukadia ni cha kutengenezea chakula. Ata chakula mwenye haki inahitajika ikue na ladha yake. Hata watu wakikula kidogo wanashiba. Lakini kuna aina ya kukula hata kwa family. Unaona hapa kuna kasoro ya kiroho. Huwezi kuwa na watoto saizi hii wanakula chakula
yenye baba yake angekula wanaogeshwa. Tigai. Usi Mungu. Unaona mtoto na ugali, hata baba yake alibakisha hata hiyo amechukua. Na ni mtoto wa standard 5. Anaenda nayo bedroom. No igelera ikana kaumoko tafadhali. Usio tigai. Na nyinyi mnabaki mkisema hiki kiriaga. Kwa nini chombo chako cha kukadia chakula kijabarikiwa? Mbona watoto wanakula kama hakuna mali inaenda? My brother ako hapa atakwambia, mimi tulikulia kwa boma haushibi na haushiki kwa nini? I don't know, ni kama juu tulikuwa na njaa sana. Duno kuna katugali ilikuwa inapikwa tunaimaliza na boga haijaiva. Maudu magai. Na si nomo na si kitu ya kunyamazia. Yaani unakuta mtu anaweka mkono hivi anakata ugali. Naye mwingine anawekea pade. Mkienda kufungua sahani, hakuna ugali na boga ndio inaiva. Sasa mnaambiana basi tukule zikakutana huko. Oe kwenga ragusi ya ogoma. Kuna jaa zingine ni za kipepo. Yaani unakuta familia inakula na inapigania chakula. Si kila family unaweza kuja. Niliona mzee mwingine analinga anasema leo hakuli, ati amekasirishwa. Familia za matajiri utaulizwa why? No, get over it. Jack, please. Please. Hey. Yeah. Hey. Don't do that. Don't do that here. Tunakuja kusema sitaki kukura. Nasikia haya. Ukiona ugo mutiro kile mroga ruka baba. Unaona mtoto ameitwa kababa. Chakula yako watoto wako wanaonana nayo within 2 minutes. Ukiwa umeangalia hivi mpaka unaona kama ulikosea kuoa. Analamba hili. Na Bible inasema chombo chetu cha kukadia chakula kinahitajika kubarikiwa. Ndio mtoto anakula chakula kidogo anashiba na wako na afya. Tiwedu wagaruaga metuere yake maneno cia na ithatũ. It's not the will of God. That's how people get economically impoverished. Because mnakula yote na tumbo. Mnanunua mayai tule moja 2 days hakuna. Maana mkilala mtoto mwingine anaingia kitchen akaruga matada tu anapika 6. No akiwa peke yake na anajifanya hata hajakula na anaenda kulala. Wewe. Ni nini inafanya watoto hawataki kushiba na hawafili chakula inakwenda wapi? Tutikwenda huko. Hatutaki hivyo. Ama umeenda kwa matajiri ukaona hawakulagi sana? Hata nilisikia watu wengine wakisema tukitaka kuonyeshana utajiri unabakisha chakula kidogo. Niweka hapo. Sasa matajiri hawaachagi juu ya wanataka kuonyeshana. They don't have appetite for these things. Kwa maskini ndio unapewa sahani ukiambiwa imekulia mtu. Una doubt. Juu ni safi. Ili jambo ikaramba vitu na ikafanywa hivi kazugusha. Alafu na hata unawekelea mwodo, unaweza hata ekea mtu mwingine. Hii vitu si nomo na hatuzitaki kwetu. Sisi tumekombolewa na laana hizi za sheria. Tutaki vitu kama hiyo. Nasikia mzee hata kuamsha mama usiku ati anataka kupikiwa chakula. Tafadhali enda ukaombe wacha kufanya vitu kama hizo. Tunaonga mama hivi mkiwa mumelala. Wajira. Wajira amelala moyo. Wajira. Atakiamuka unamwambia ningekuwa amani jadara kanyamu nitafutie kitu naweza kukula. Unasema mama ako kitchen. Saa 8:30. 2:30 am. Atana kutengenezea chakula ati ndio usikufe. And you tell me this thing is normal. Kwani nimebaki masaa mangapi between hiyo na 6? Hawezi kojea 3.5 hours. Here. Okay, sorry. Verse 18. Ati utaraniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Okay. Verse 19. Utaraniwa uingiapo, utaraniwa utokapo. Hawa ndio watu wale niliwaambia akiambiwa anatoka nje ya nchi, anaomba na ana fast. Because they can sense death. Wale wengine wako kwa safari, wewe una sense kifo.
Mimi nimebarikiwa nikitoka na nimebarikiwa nikiingia. I always tell myself, if I'm moving to another country, my blessings will start from the airport. Nikienda kushuka hivi, the people to help me, I'll meet them there. Friendly people that want to show me around. Tumekataa kwenda kuwa stranded juu tumetoka nje ya Kenya. Tukitoka nje ya Kenya tujatoka nje ya ufalme wetu, because we are the administrators of God's kingdom here on earth, and he is the father of all the earth. Anywhere I find myself, bado niko kwetu. Huko ni kwetu. Let your blessing start there. Ukipita tu kwa mipaka, unakutana na watu strategically placed there by God to be a blessing. Because umebarikiwa unapotoka na umebarikiwa ukiingia. Alafu ukirudi huku unarudi na vitu vingi. Hello? Kuna pastor aliniambia yeye hata yenda Ulaya tena. Aliniambia alienda Ulaya akirudi akakuja kulipa madeni. Nikashaka ugathi arora ruliko. Kwani anaenda but mimi namuelewa. Unaweza enda ukuja kulipa madeni. Hiyo. Then kuna sisi. Nikitoka nikirudi na nunua gari. Nimebarikiwa nitokapo na nikiingia lazima nirudi different na vile nilikwenda. Lakini si kusema nilienda nikafanya kazi Saudi Arabia, nikafanya miaka 3, nikatumia mama yangu akakula yote. Nani urumuno? Ate miaka 3 na hivi Saudi Arabia ni kugumu. Miaka 3 yote ya Saudi Arabia hata kaguo unaweza onyeshana hii ndio nilibarikiwa nayo nikirudi. Kwa nini haukupata akili ya kutopeana pesa kwa mama yako? Kama na mama wale mnakula pesa ya watu wameenda Saudi wewe. Usifanye hivyo. Na wale mnaendaga Saudi na hizo inchi our sisters kindly before uende fungua account. Weka pesa yako directly hapo. Ile unabariki watu nayo itume kando. Ukitoka huko ukirudi sasa kuja tumia pesa yako. Usiseme siku kwabi. Maana tumechoka na wewe unaona story ya yule alipeana na wewe unaenda na wewe una manufacture story yako kama hiyo Saudi. Na wewe unataka urudi utupe tu story. Unaweza ulikuwa Saudi miaka ngapi? 4 years. Hatuwezi kukusaidia tafadhali juu wale wamekula uwezi waua ni watu yenu. So wewe ndio ungekuwa mwerevu. Ujue mtu akitoka unahitajika urudi ukiwa na kitu. Hatutaki kutoka alafu tunarudi vile tu tulitoka. Hatunaambiwa huyu mtu alikuwa Ulaya miaka 10. Alafu anarudi. Mnauliza amerudi na nini? Amesoka mweru kaodo. Amerudi akiwa mweupe hivi. Tunaenda kukaa miaka 10 Ulaya tuendee weupe kweli? Tutabarikiwa tunapotoka. Na tumebarikiwa tukirudi. Maana sisi Kristo aliteswa akabeba. Ile mateso ilikuwa inahitajika watu wenye wamevunja sheria wakapata laana ya sheria. Mungu akamtoa mwana wake wa pekee ndio atuonyeshe kuishi ndani ya roho. Mambo kama hii isitajwe kwetu. Ukinyamaza shetani ataitaja. You have to tell the devil, I am in Christ. I testify against you by the word of my testimony and by the power of the blood. The curse is broken over my life. Nimebarikiwa ninapoingia, nimebarikiwa ninapotoka. Nikienda niishi kwa mji fulani, I cannot come out the same way I entered. It can't happen. Hata hapa Githurai siku ile tutakuja kutoka. Tutatoka tukiwa wengi. Na tutatoka tukiwa tumebarikiwa. Tuliingia hapa mpaka bila kitu ya kuhubiri, tukaingia mpaka bila pulpit ya kuwekea. Sisi na ile tukiingia mahali tumeenda kunawiri. By the time tunatoka hatutoki juu tumekimbizwa hatuna rent. Tunatoka because we have become too big for the space. We are big and it can no longer accommodate us. Hata wewe utaingia kwa nyumba moja, ukihama ukitoka ni juu ya wingi. Hautoki kwa sababu umeshindwa kulipa. Kile siku sema nimetoka kwa nyumba ya kwanza kwa nini? Wamepandisha rent nimeshindwa. No, utatoka kwa sababu sasa vitu zile uko nazo ni nyingi kuliko ukiingia. Tumebarikiwa tunapoingia na tumebarikiwa tunapotoka. Verse 20. Wacha nimalize tuombe. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya. Hata ukienda kufanya kitu unakemewa.
hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Verse 21. Bwana atakuambatanisha na tauni. Tauni ni naitwa nini hii? Pestilence. Hata kama COVID ni tauni. Hizo vitu anataka pandemic. Hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi ijayo kwa kuimiliki. Verse 22. Sina muda ya kusoma yote, nitasoma tu kadhaa. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, hiyo ni TB. Kifua kikuu ni laana ya sheria. Hello. Na ndio sababu naonaga ikiingia kwa family, hata ukienda kutibiwa na kuulizaga, kuna mtu mwingine kwenyu wako na TB? Maana wanajua it is hereditary. Hata mimi nimewahi kuwa na TB. Na baba yangu mdogo alikuwa na TB. Na tulikuwa na sister mwingine, step sister, alikuwa na TB. Ugonjwa mbaya sana. Hizo nyakati kwanza watu walikuwa wanadungwa sindano sigiste. Every day sindano moja. Unadungwa pande hii inajaa. Unadungwa hii. Wanarudi hii. Paka unakaa hivi. Naona mtu amekalia kiti ni kama anapaa. Juma sindano imeingia huko kuingia. Hiyo si ugonjwa ya kawaida. Hiyo ni ugonjwa ya laana. Na nilipookoka juu niliokoka wakati nilikuwa na meza hizo dawa. Nilitupa kadi na nikatupa kila kitu. Na nikasema aliyezaliwa na roho hajazaliwa kwa mwili tena. I'm healthy to today. I've never had a symptom. Jina Bwana libarikiwe. Ninaomba ya kwamba kama kutatajwa magonjwa makubwa duniani tutayaona kwa TV. Haitakuwa yangu, haitakuja kwa mlango yangu. I'm redeemed from that curse of the law in the name of Jesus. Completely. Maana ina hii ya magonjwa inakujaga kwa boma, inakula kila kitu, inaisha. Na bado mgonjwa ule mlikuwa mnajaribu kushikilia, anaenda. Na ameenda na kila kitu. Na kwa homa, na kwa kuashwa, na kwa joto jingi. Aya ginyoruga letiwaga hii. Na kwa upanga, na kwa ukaufu. Ukaufu ni kukauka. Na kwa koga. Hii ni nini? Na kwa wale mnasoma Kizungu koga ni? Hamuna Bible za English? Somebody using an English Bible? Na kwa koga. Oh, it's here. With the severe burning, fever, with the sword, with the scorching, and with the mildew. Oh, koga ni mildew. They shall pursue you until you perish. Navyo vitakufukuza hata uangamie. Verse 23. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, yani zitakauka, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Haitoi kitu. Verse 24. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, na itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Verse 25. Na Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Hii ndio ilikuta sasa watu wa Gideon. Ataacha adui atakuja akupige na akuweze. Na analisha ng'ombe kwako na anaenda na you can't do anything. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Yaani mtu ameokoka hahitajiki apoteze vita na maadui. Mtu akikuinukia anaanza kujipanga vile anakuja. You know, like choose your ending. How do you want to end? Wow. Atakapokuwa juu ya all right. Si vizuri watu wanakupiga na wanafaulu. Ate mtu anaona umefungua biashara na kuendea na iharibu anafanya na anafaulu na anaendelea na maisha na wewe unarudi nyuma. No. Hata kama sitatoa laana kwa sababu tumeambiwa tubariki tusirani. Si mimi nimemurani, amejiigiza kwa barabara ile watu huisha. In short watakulana. Mutakulana. Bwana libarikiwe. Hata juu ya njia moja lakini utakibia mbele yako kwa njia saba. Yaani wewe ndio unatawanyika unakibia kwa barabara saba. Huko katika falme zote za duniani. Alright, verse 26. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani, one ate utakufa na hautapata mahali pa kuzikwa. Maiti yako itupe kwa barabara. Do you know baraka inafuataga mtu mpaka kwa maziko? Tigudhiko ofani. Si kuziko ofani. Ama hamujaona mtu yule ameishi maisha yake kwa heshima, akona mazishi yake. Na kuna mazishi unaenda unajua tu yalikuwa mtu ya bangi.
Yaani unaona inafanywa bio. Mpaka unasikia watu wakiambiana, we kaka we hebu turadhi, yani kuna mali tunaenda, yani mpaka unashangaa. And this is your last day on earth. Bible inasema sisi hata mizoga yetu haiwezi ikatupwa kwa barabara. Unajua ni kwa nini nakusomea mambo hii? Mara nyingi tunasomaga pale Wagalatia 3 mstari wa 13. Ate tulikombolewa kutokana na alihang kwa msalaba, that we may redeemed from the curse of the law. Ukisoma hiyo sentence moja, it doesn't make a lot of sense. You come for details here, that you may know what is the curse of the law. What is this that you are redeemed from? Jina Bwana libarikiwe. Ate na wanyama wote wa duniani basiwe na mtu wa kuwafukuza. Verse 27 quickly. Ate da Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambayo hapati kupoa. Hii ni miso sama ni nini hiyo? Na Bwana, all right. Kupoa, give me verse 28. Na Bwana atakupiga kwa mpaka wasimu. Na wasimu of course imebeba akina depression. Tetigo. Wasimu, naona vile depression imekuwa nyingi siku hizi. Sasa lazima imani yako ipande ukatae kushikwa naye. Kwa sababu hao wanashikwa nayo si kwamba ni watu less human. No, they are like you. Hata juzi kuna mtu aliniambia, tulikuwa mahali na hapa pande ya Juja, akaniambia tukipita hapo akaniambia hii ward ni ya MCA fulani. Alafu akaniambia alipochaguliwa kukua MCA hata mwezi haikuisha akashikwa na wasimu. Sasa watu wanaona hajielewi, haongei coherent, na akichaguliwa MCA alikuwa sawa. Na hao ni wazuri, hawajamtoa bado, wanaendelea wanampea mshahara lakini hashiki kitu. Haelewi kitu. Abia mwenzako mimi nimekataa kushikwa na wasimu. Nyamaza hivyo uone, alafu mwisho uanze kujiongelesha. Na kutuita na gufu. Mbona wagai? No, we refuse these things in Jesus name. No, it is not funny. We refuse them. Mtu anaweza pitia shida na si lazima afiatuke. It's not a must. Maana shida zimejaa duniani. Ama ni wapi utapewa ukae hakuna shida. Lazima tuwe na imani ya kuangalia shida na kukataa kuwa depressed. Hata kama umepitia divorce, you shall not end up in depression. You are going to dust yourself and rise up from it and do life again. Maana divorce lazima ikute watu. Jina Bwana libarikiwe. Mimi sitakuwa wasimu. Na kwa upofu na kwa kupubuasi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama papasavyo kipofu gizani. Wala hufanikiwi katika njia zako, na siku zote utaonewa. Haya, na kutekwa nyara. Wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Kunyang'anyang'anywa mishahara tumekataa katika jina la Yesu Kristo. Hatutakandamizwa na njia hii. Hata watu wana supply material wanalipwa. Wewe unakuwa wa mwisho na inakaa ni kama lazima usihi watu. Well, ikifanyika mara moja labda you dealt with the wrong person. Ikifanyika pattern, you have to refuse it. Jina Bwana libarikiwe. Ate utaonewa. Kwa hivyo mtu ya Mungu kuonewa si nomo. Si nomo. Kuonewa ni kazini kusemekana, huku kuna pesa hatupati. Alafu unaona mkubwa na shida ikuuliza, masharia. Uremire kuko dha shigana. Paka unamuuliza unataka kusema ni mimi? Hatujasema. Hebu ndugite. Mkibishana kidogo unasema unabishana kwa nini juu ni wewe, si ndio? Haya. Ukifikiria ni mchezo unaonewa hivi unaenda nyumbani. Apia mwenzako mimi sitaonewa. Kuna haja ya kusoma zingine kweli? Mimi sitaonewa. Sionewi. Wala hapata kuwa na mtu, na tena nikiingia kwa taabu, mtu wa kuniokoa atakuwa hapo, atakuja. I refuse to be in a problem where I cannot find help. You know, even sometimes unashikwa na tatizo na mtu wa kukusaidia na uko na pesa hapatikani. Hata kuna mtu aliniambia, if we went to a certain hospital and found the right doctor, our loved one would still be alive. I believe God will make sure help is before you. Hata ukifika mahali kama hiyo, kwa eneo kama hiyo, kuna mtu tu mmoja anapewa jicho la huruma. Anakimbia kukuonyesha vile utafanya, haraka unapata msaada bio. Mtu wa kunisaidia atakuwa. In case njikuta kwa matatizo, maana hii dunia iko na matatizo. Nipata mtu wa kunisaidia. Oh, hallelujah. I keep giving this testimony. We almost lost a property as a family. Na nikafika mahali nikaona ujaja yangu imekwisha juu nimefanya everything that I need to do.
Then nimekaa chini, nikapigiwa simu, mtu akaniambia ni DCI. Na kwenda nikakuta tunaitwa jina same. Alafu akaniambia mimi nimekuja hii kituo juzi and I was going through the files. Nikakutana na kesi yako, for some strange reason nikasikia interest. And then I found out you are a pastor. Nilikuwa na ndio sababu nawaambia ukiulizwa mahali occupation don't be ashamed of the gospel. Sasa nilikuwa nimeandika pastor. Akaniita akaniambia hawa watu walikupea pesa yako? Nikamwambia bado. Akaniambia you will hear from me. Whatever went around I don't know. Lakini baadaye hawa watu walituita tuadikiane wa release property. Whatever they were told, nobody knows. Juu nikiingia kwa shida, mtu wa kunisaidia atakuja. Ataletwa na Bwana. God will bring them. Hata ukienda kwa police station na haushiki unafaa uongee na nani? The right person will come to contact you. Ayigine mama isa kwagera magai. The right person will come to talk to you. Jina Bwana libarikiwe. Lakini hata bila hii baraka unaulizaga mekora jia. Wanakwambia ni pale tu tufuate. Unapelekwa kwao. Ukirudi shati imeinamishwa, hauna kitu na unakibia na silipa moja. Paka unauliza mudhuri wathieko. Lazima yani utaki kuongea na mtu mwingine, you can't trust anybody now after what you have encountered. Mtu wa kunisaidia atapatikana. Hata wale mnanisikiliza hapa na labda uko na shida yenye hauna namna, hauna uwezo, kumefugana, the right lawyer will come. The right person that should give you access to those offices will come. Kiongozi yule anahitajika uongee naye, the right one will come. Maana si tukiingia kwa matatizo, Mungu hajatupromise tutakuwa naye. Lakini tukiingia tutapata msaada. Mimi sitahubiri tena juu ya muda yangu. Inamisha uso wako, jiombee kwa Bwana. Talk to God. Mambo hii ndio shetani hutumia kugandamiza watu. Unapatwa na shida moja, inakaa muda mrefu, inakula pesa yako na mwisho utapata. Do you want different those cases? Biblia inasema ya kwamba Jesus became poor that we might be made rich. Alafu akakufa kwa msalaba ndio tuvujiwe laana ya sheria. Laana ya sheria ni laana zile Mungu alisema zitakuta watu kwa kuvunja sheria. Na zilikuta watu wa Israeli siku moja kupitia wa Midiani. Juu walikuwa wamevunja sheria wakaabudu sanamu. Wakakutwa na shida hiyo, wakagandamizwa. CBD hawakuwa naye, lakini wanagandamizwa wakati wa mavuno kwa sababu wamefungua mlango kiroho, wamekuwa accessed. Sisi tulio wa imani, sisi tulio ndani ya Kristo, maandiko inasema we have been redeemed from the curse of the law. Today, by a simple confession, you can turn around these things. The poor man called upon the name of the Lord and he was saved. Ongea neno la Bwana juu ya maisha yako. Sijaiona mwenye haki ameachwa na sijaiona watoto wake wakiomba chakula. I've never seen the righteous forsaken, not even his seed beg for bread. I'm blessed when I go out, I'm blessed when I come in. Nikitoka nimebarikiwa, ninaingia nimebarikiwa. Niko na baraka mjini na mashambani. Hakuna mahali unaweza niacha nikauke. Ukinitupa mashambani, I prosper there. Ukinitupa mjini, I prosper greatly. Ora baraba sondara bashanta. Libara baraba shindara bozindara bagando robozina. Pray. The Bible says they cried to God. Walipoteswa hivi na Wamidiani wakamlilia Bwana. The poor man cried towards God. The scepter of the wicked shall not rest on the allotment of the righteous, so that the righteous will not have to be forced to use their hand to commit sin. The spirit of struggle is not my portion in the name of Jesus. I'm blessed beyond measure. Anything I attempt will succeed in Jesus' name. Great grace goes with me. I can do all things. My Father and my God.
I honor your name. I honor your name. I honor your name. Baraka hiyo iko mpaka kwa watoto wangu, iko juu ya wale wote umetupatia kuhubiria na kulea kiroho. Neema hiyo iko juu yao katika jina la Yesu Kristo. Utusimamishe ukafanya watu wako wastawi na wanawiri. Kande basara manda robo shina makanto libasanda. If anybody is frustrated by the Midianites under the sound of my voice, waacha njia ipatikane leo wapate neema na maarifa ya kutoka. Tunakushukuru Bwana, tunakuabudu. Hakuna mwenye uwezo kama wako, hakuna mwenye nguvu kama zako, hakuna mwenye neema kama yako Bwana. Wote wakuangaliao hawataaibika. Those that look up to you will never be ashamed. They will never go down with shame. For all things work together for good for those that are loved. Called according to your purpose. Those that love the Lord and are called according to your purpose. All things work together for their good. They work together for their good. They work together for their good. No, there are factors working together for our good. There is help that is coming in the stranded situation of anybody under the sound of my voice. Katika kuteseka kwa msaada utatokea katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru wewe ni Bwana.